Bwana Yesu asifiwe tena. Nayo kila sababu ya kumtukuza Mungu tena kwa sababu ya alfajiri ya leo, mapambazuko yetu mengine tena ambayo Bwana ametupatia kwa maisha yetu. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake na vile ambavyo amekuwa pamoja na sisi. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako ndugu yangu na mtumishi wa Bwana uliye karibu hapa. Namshukuru Mungu pia kwa ajili yako ndugu yangu na mtumishi wa Mungu ambaye unatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook yetu. Mungu akubariki sana sana. Yesu azidi kukuinua. Nani maombi yangu kwamba usiwe mtu wa kawaida katika jina la Yesu. Pale mahali ambako haukuwa unaona nuru, Bwana aitokeze nuru katika jina la Yesu. Pale ambako maisha yako yalikuwa giza, acha Bwana aitokeze nuru katika jina la Yesu. Amen. Namuomba Mungu kwamba uwe mmoja kati ya wale giant ambao Mungu anawainua. Yes, ni wakati ambao Mungu anainua kizazi cha ajabu sana, kizazi kinachomtafuta yeye kwa moyo kabisa, kizazi kinachomtaka yeye kwa nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu akupe neema na wewe ni mmoja wao. Maana hiki kizazi kitakuwa cha kawaida. Hawa watu ambao Bwana anawatengeneza, haya majitu ambayo ni ya kutegemewa, haya takuwa ya kawaida. Acha nikwambie kwamba Bwana anachokiinua au anachokitengeneza ni kitu cha ajabu sana, chenye kutisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao watakuwa wanaishi uweponi mwake majira yote, watu ambao shetani anakuwa anawatazama, anakimbia mwenyewe, anaogopa kwa sababu ni watu wanaotembea uweponi. Hata wanapojaribiwa wako na nguvu ya kushinda katika jina la Yesu. Maana wanamuelewa Mungu wao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kuinua kizazi cha wamtafutao, kizazi chenye kiu na shauku na yeye. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Yesu akupe neema. Yesu acha uwe mmoja wao katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Usiwe mtu wa kawaida. In the name of Jesus. Acha tumshukuru Mungu katika asubuhi ya leo, na tupate kuendelea tena na ibada zetu. Katika asubuhi ya leo tunaendelea na ibada yetu kama ambavyo Bwana ametupa neema hiyo. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante sana kwa sababu ya wema wako. We thank you our Lord, our Savior, our Redeemer. This morning Baba, tunakutukuza, tunakuinua, tunakusifu sana kwa sababu ya wema wako. Basi Mungu mtakatifu, tuko mbele zako tena Bwana, kama ulivyotupatia mapambazuko haya, Mungu mwenye haki, kwa mpango, nia, madhumuni na makusudi yako, ndivyo ambavyo tumekuja hivi hivyo mbele zako ya Bwana mabwana. Baba, tumekuja kwako Mfalme, shauku yetu ni wewe tena alfajiri ya leo, kiu yetu ni wewe tena alfajiri ya leo Mfalme. Bwana wangu, hitaji la mioyo yetu ni wewe tena Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, maana ya Bwana wewe mahitaji ya mioyo yetu Bwana ni Yesu, mchana Yesu, usiku Yesu, majira yote Yesu, asubuhi Yesu, kila wakati ni wewe Bwana. Baba, tunasema asante kwa neema yako. Tunakusihi na Bwana alfajiri ya leo, sema na mmoja wetu, sema na moyo wangu, sema na kila mtu Bwana, mioyo yetu Mfalme, ukazungumze nasi. Tunakuomba Bwana useme nasi alfajiri ya leo, sema na kila mtu katika jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi wa ulimwengu aliye hai. Bwana wangu, nakuomba ukazungumze na sisi Bwana kwa utukufu wa jina lako. Mungu mtakatifu, ninakuomba ya kwamba Bwana ukaseme nasi, ukazidi kutukuzwa katika jina lenye nguvu, uweza na mamlaka na Yesu Kristo Bwana, mwamba na nguvu zetu. Tunaomba Bwana ukazungumze na sisi katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Amen. Amba niseme hivi, kuna mtu mmoja nasikia kuzungumza naye. Inawezekana uko kwenye kipindi kigumu sana, inawezekana uko kwenye hali ngumu sana ambayo pengine hata unashindwa kueleza nini kinatokea, inawezekana hata uelewi inakoaje kesho. Lakini nasikia moyoni mwangu nikwambia kwamba wala usiogope, wala usijali, kwa sababu elewa, kila hali inayopita, inayokuja kwenye maisha yako inapita. Kila hali inayokuja kwenye maisha yako inapita, ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, elewa, imeruhusiwa na Mungu kwa makusudi yake, ikiwa tu unajua hujakosea mahali. Na kama unajua imeruhusiwa na Mungu mwenyewe, fahamu jambo hili ya kwamba iko na sababu. Unachopaswa kufanya ni kuhakikisha ya kwamba unajua ni nini sababu ya hiyo hali kuingia kwenye maisha
maisha yako? Ni nini sababu ya wewe kupita kwenye hicho kipindi? Ni nini sababu? Mungu anataka nini kwa maisha yako? Hiyo ni muhimu sana ujue. Wacha nikupe mfano huu. Na Bwana akupe neema katika jina la Yesu. Hata kama ulikuwa umechoka, Bwana akupe kuinuka tena in the name of Jesus. Bwana akupe kuinuka tena in the name of Jesus. Yes, let me declare that pokea nguvu ya kuinuka tena jioni, alfajiri ya leo. Pokea nguvu ya kuinuka tena kwenye alfajiri, kwenye mapambazuko. Pokea nguvu ya kuinuka tena. Nataka kusema na wewe ya kwamba kumbuka mtu mmoja anaitwa Yohana, aliandika kitabu cha Ufunuo. Ni mmoja kati ambayo Yesu, neno la Mungu linazungumza kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu. Anasema yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda, ndiye ambaye alimpenda, ndiye aliyependwa, aliyegema kifuani pa Yesu majira yote, ndiye aliyependwa. Lakini ndiye ambaye Mungu aliyeruhusu aende Patmos. Patmos hakukuwa mahali pazuri, palikuwa ni mahali pabaya, mahali ambako ni pa maumivu brother, mahali pabaya sana, palipojaa mateso, palipojaa upweke wa ajabu, wanyama wakali mle, hakuna chakula, hakuna maji ya kueleweka, hakukuwa na usalama kwa ujumla, hakukuwa salama kwa maisha ya binadamu wa kawaida. Lakini tazama, acha nikwambie, ndipo mahali Mungu aliporuhusu Yohana apelekwe. Akapelekwa Patmos, akakaa kwenye hali mbaya na ngumu ya giza ambayo haieleweki kesho inakuwaje. Lakini Bwana alikuwa pamoja naye. Badala ya Yohana kuona mauti, badala ya Yohana kuona kifo, yeye alijua yuko pale kwa ajili ya Bwana, akawa tayari kusikia Mungu. Na Mungu ndipo alipoleta kitabu cha Ufunuo. Nataka kusema na wewe ya kwamba hali hiyo iliyoruhusiwa, imeruhusiwa kama kusudi ya Mungu, na anajua ni kwa nini. And let me tell you, tafadhali Bwana akupe neema ya kusikia na ujue ni kwa nini ameruhusu ukae kwenye hicho kipindi. Ana mpango gani? Mungu akupe neema ya kuelewa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja anaitwa Hajiri, wakati anakimbia kutoka kwa Sara kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati anakimbia kutoka kwa Sara, aliyekuwa mke wa bwana wake, au alikuwa bwana wake, alikuwa bibi. Kwa lugha nyingine alikuwa bosi wake, kwa sababu Hajiri alikuwa msichana wa kazi. Sikia nikwambie, wakati ambapo anakimbia kwa sababu ana mtoto amezaa na Ibrahim na analeta kiburi, Sara amemfukuza. Wakati anakimbia akiwa jangwani, nataka usikilize vizuri neno hili. Wakati anakimbia akiwa jangwani katikati, anasema sitamuona kijana, sitaki kumuona kijana akifa. So akamlaza Ishmael mbali chini ya mti kule. Alipomlaza kule, naye akaenda akakaa mbali. Kijana analia, kiu imekuwa ni kali. Kiu ni kali kwa sababu kuna maji jangwani. Wewe unajua, wakati yuko pale, Biblia inaeleza vizuri kabisa kwamba Mungu akamtuma malaika, na malaika akamsemesha, unafanya nini hapa Hajiri? Alipomueleza kwa sababu alikuwa anajua. Akaongea, Biblia inasema kwamba Mungu akayafungua macho ya Hajiri, akaona kisima. So kisima kilikuwepo, tatizo ilikuwa macho ya Hajiri. Narudia tena, kisima kilikuwepo, tatizo ilikuwa ni macho ya Hajiri. So elewa jambo hili katika jina la Yesu. Hapo nisamehe, nimesikia kuzungumza maneno haya katika jina la Yesu. Naomba usikie haya maneno katika jina la Yesu. Wewe kisima kilikuwepo, shida ilikuwa ni macho ya Hajiri ya kuona, uwezo wa kuona. Kwa hivyo elewa hivi, hata Ayubu Mungu anaruhusu kwa makusudi yake. Yule aliyependwa au anayependwa mara nyingine ndio huwa anabebaga ujumbe maalumu wa Baba. Mungu akubariki sana. Tuendelee na ujumbe ambao Mungu ametupatia tena katika asubuhi ya leo. Bwana akupe neema ya kuinuka in the name of Jesus. Umechoka kwa sababu umeumizwa na watu wa karibu, na wengine hata inawezekana walikuwa ni viongozi wako wa kiroho, wamekuumiza. Lakini elewa, hawajakuumiza bure. Kuna mpango Mungu ameruhusu kwa ajili hiyo. Kwa makini kumsikiliza Mungu. Yesu akubariki katika jina la Yesu. Tuendelee. Nimesema ujumbe mkuu ni nia ya Kristo. Tangu mwanzo nimezungumza haya. Ujumbe mkuu ni nia ya Kristo, na ujumbe mkuu ni nia ya Kristo. Bwana ametupa neema ya kuendelea kuwa na utangulizi. Umekuwa mrefu kidogo, lakini bado tunaendelea. Roho Mtakatifu kuna vitu bado anataka tuendelee kuona. Alfajiri ya leo ama mapambazuko haya, ninasikia tuangalie kidogo kuhusu zile sehemu tatu za mwanadamu alivyoumbwa. Tulisema tangu mwanzo kwamba mwanadamu ana roho, ana nafsi na ana mwili. Hasa jana tuligusa kidogo kuhusu mwili. Acha tuendelee ndani kidogo. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana.
na tutaangalia kila kitu. Wala usiogope wala usijiulize maswali mengi, kwa sababu majibu yake yatapatikana kwa Roho Mtakatifu. Na kama una swali, wewe tu kwenye hiyo namba hapo ambayo unaiona hapo, weka tu kwenye hiyo namba na utapata majibu yake. Hata ukiweka kwenye comment pia utapata majibu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale walioko kwenye mtandao na wale wengine ambao tuko hapo, unaweza ukauliza kwa karatasi, haina shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaendelea pale mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi, ni kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, kwa mavumbi ya ardhi, kwa mavumbi ya ardhi. Ni kusema, jana nilisema kidogo, ama ni kusema Mungu alifinyanga, akatengeneza, akafomu mwili, akautengeneza mwili ukawa kama unavyoonekana wa kwako na wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo ni kusema nini? Mwili huu umetokana na ardhi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kikubwa ambacho nataka tuangalie hapa sio hicho sana. Biblia inaeleza vizuri kabisa kwamba Mungu aliutengeneza mwili, aliufinyanga kwa mkono wake mwenyewe. Nataka uelewe, jana niligusa kidogo na leo nitaendelea, nitazungumza, nitarudia tena kidogo na nitaendelea. Ya kwamba mwili Mungu alipoutengeneza, aliutengeneza ukiwa kamili, usio na aina yoyote ile ya upungufu. Mwili haukutengenezwa na binadamu mwenyewe kwa ukamilifu wake, ametengenezwa akiwa kamili, hana dalili zozote za upungufu. Bwana Yesu asifiwe. Hana dalili zozote za upungufu. Mwanadamu ameumbwa akiwa kamili kabisa, wala hana dalili zozote za upungufu. Ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Jambo la kuzingatia ni jambo hili, kwamba mwili uliouvaa, mwili uliobeba, mwili ulionao, unavyouona na unavyoujua wewe, huo mwili Mungu aliuumba mwenyewe kwa mkono wake. Nataka ujue jambo hili, ndani ya huo mwili hakuna chembe chembe yoyote ile ya dhambi ndani yake. Hakuna aina yoyote ya chembe chembe ya dhambi, haipo kabisa. Mwili umeumbwa mtakatifu kabisa, wala usio na ushirika na dhambi. Ngoja niseme tena, mwili umeumbwa mtakatifu kabisa, kwa sababu kama ungeumbwa ukiwa na ushirika na dhambi, ni kusema Mungu angekuwa ameumba mtego kwa mwanadamu. Lakini mwili Mungu aliumba kamili kabisa, usio na chembe chembe ya dhambi. Mwanadamu, ulisikia neno la Bwana alfajiri ya leo, ya kwamba mwili umeumbwa mtakatifu, usio na aina yoyote ile ya dhambi ndani yake. Ndani ya mwili hauna chembe, hauna mahusiano, hauna influence yoyote ile ya dhambi. Mwili haukuumbwa hivyo. Mwili haukuumbi wa dhambi. Ndani ya mwili wa mwanadamu haikuwekwa dhambi hata kidogo, hata nusu, hata robo, hata tone moja, hata nukta moja ya dhambi, hata particle moja ya dhambi haikuwekwa ndani ya mwili. Mwili uliumbwa ukiwa very 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 clean. Haukuwa na dalili yoyote ile ya dhambi. I say it again, that it was very 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 clean, safi kabisa, hauna dalili ya dhambi. Kwa nini? Just because mwenye kutengeneza mwenyewe hauhusiani na dhambi. Kaka, mwili wako umeumbwa hauhusiani na nini? Na dhambi. My sister, mwili wako hauhusiani na dhambi. Ndani yake Mungu hakuweka dhambi hata kidogo. Hata kidogo. Mungu ameumba mwili ukiwa mtakatifu kabisa, na ukiwa safi, unaoweza kumuishi Mungu duniani. Haukuumbiwa uovu, haukuumbiwa dhambi hata kidogo. Yaani hata kidogo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka hili ulielewe vizuri. Mwili haukuumbwa kwa ajili ya nini? Ya dhambi hata kidogo. Na tutaangalia wala usiwe na haraka. Kwa hiyo Biblia inasema Mungu alifinyanga, akamfinyanga mtu, yani mwili ule akaufinyanga kutoka nini? Kutokana na mavumbi ya nini? Ya ardhi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana watu wakajua na kuelewa vizuri ya kwamba mwili haukuumbiwa dhambi ndani yake. Mwanadamu ujue na kuelewa leo kwamba mwili ulivyoumbwa haukuwekewa dhambi ndani yake. Mungu ameumba mwili ukiwa mtakatifu kabisa, hauna dalili ya nini? Ya dhambi. Hii nitaisisitiza mara 100.
Mwili haukuumbwa na dhambi ndani yake. Tunakwenda sawa sawa. Mwili Mungu ameuumba. Ameuumba ni zawadi. Amempa nani? Mtu. Na diriki kusema hivi, mwili mtu amepewa ni gari ya ofisi, kwa sababu Mungu amemuumba mwanadamu kwa kazi maalum duniani. Kwa sababu hiyo atafanyaje kazi? Akapewa mwanadamu. Ndio maana mwili una uwezo wa kufanya shughuli zote ambazo mashine inafanya. Ngoja nirudie tena. Mwili una uwezo wa kufanya shughuli zote ambazo mashine inafanya. Sikia, ndio maana mashine haitwi kitenda kazi. Kitenda kazi, no. Unaitwa mashine, inaitwa kitendea kazi. Kwa lugha nyingine, machine is an object that people can use to simplify a job. Ni kitu kinachorahisisha kazi. Ni kitu ambacho watu wanaweza kutumia kurahisishia kazi. Ni kusema nini? Ni kurahisishia tu, kuharakisha kazi. Lakini hiyo kazi haina maana kwamba bila mashine haifanyiki. No, kwa mwili wa mwanadamu hiyo kazi inafanyika kawaida. Asifiwe Mwokozi Yesu. Kwa nini? Mashine imekuja kutengenezwa na nani? Na mtu, mwanadamu. Baada ya nini? Baada ya kugundua hii kazi inafanyika, inahitajika ifanyike, lakini inachukua muda mrefu. So ili iwe haraka, iende haraka na kwa uzuri, tutengeneze kitu, tubuni kitu ambacho kinafanya badala ya mwanadamu. Wewe mwili umeumbwa ukiwa very complete. Ulikuwa ni complete kabisa, kamili, hauna chochote kilichopungua. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwili ni gari ya ofisi ambaye kwa kupitia huo mwili utaifanya kazi ya Mungu duniani. Mwili sio adui yako, my bro, my sister. Mwili sio adui, mwili sio vita. Mwili ni rafiki. Mwili umepewa ni kwa ajili ya kufanyia kazi ya Mungu duniani. Ndio maana Mungu aliumba kamili. Mwili haukuwekewa dhambi ndani yake. Usidhani Mungu alikupa mtego. Paka mtu mmoja anajichukia, anasema sijui hata kwa nini niliumbwa mwanamke. Kuumbwa mwanamke sio kosa. Sio kosa. Mungu alipokuumba mwanamke alijua mwanamke ni very strong, anaweza kushinda. Mwokozi Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sikia neno la Bwana alfajiri ya leo, ya kwamba mwili wako umeumbwa kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya Mungu. Umeumbwa ufanye kazi wapi? Duniani. Kwa kupitia huo mwili uifanye kazi ambayo Mungu amekupa duniani. Bila mwili huwezi kuliishi kusudi la Mungu. Narudia tena, bila mwili wako, without your body, you cannot serve the Lord. How can you serve the Lord without your body? No, you have to. If you want to serve the Lord, you need your body. 100% you need your body. Yes, let me say it again, that if you want to serve the Lord, you need your body 100%. Hallelujah. Yes, mwili wako Mungu amekupa ni chombo cha kazi yake duniani. Mwili hajakupa kwa ajili ya starehe zako. Mwili hajakupa kwa sababu ya hayo mambo yako unayajua mwenyewe. No, Mungu amekupa mwili kwa ajili ya kazi yake duniani. Rakamanda rabash rigadabo shikida. Hallelujah. Roho Mtakatifu asante. Let me share again. Nasema hivi, God gave you a body. Yes, just because of himself, for the profit of himself, for his profit, not for your profit. Listen to me very careful. When you are going to the shop, when you go to the shop, when you buy a phone, you are buying a phone just for you, not for a phone. So, God created the body just for himself, not for the body. Because you are a body owner. Your bodies not belong to you. Your bodies belong to Jesus. Your bodies belong to God. Yes, the Creator. Kabisa. Mwili wako ni wa Mungu. Na ni kwa ajili ya Mungu, kwa utukufu wa Mungu, kwa kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wako haukuumbwa kwa ajili ya dhambi. Narudia tena na kusisitiza. Nasema hivi mwanadamu, na ulisikia neno la Bwana asubuhi leo, kama mwili haukuumbwa
kwa ajili ya dhambi, haukuumbwa kwa ajili yako. Hapana, ili umeumbwa kwa ajili ya Mungu. Ameumba kwa ajili yake. Matumizi umepewa tu utumie. Ndio maana huwezi kuchukua gari ya ofisi ulioajiriwa ukaenda kubebea mkaa porini bwana, ukaenda kubebea bidhaa yako unapeleka dukani kwako, ukabebea ukachukua, au ndege ambayo pengine wewe unafanya kazi shirika la ndege, ukaichukua tu ndege ukamwambia rubani twende, kwa sababu wewe tu ndiye mkurugenzi wa shirika la ndege, ukaenda China kuchukua mzigo wako. Wewe biashara yako naga hiyo. Wewe ni umeajiriwa ni kwa ajili ya kampuni, imeisha hiyo. Na asifiwe Mwokozi Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii natamani kila mtu aione katika jina la Yesu. Nasema hivi, mwili wako haukuwekewa chembe chembe yote ya dhambi. Kwa mwili wa mwanadamu, mwili wa binadamu hauna dhambi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu alijua ya kwamba mwanadamu anaweza kuishi maisha matakatifu duniani. Tutakuja huko nyuma, usijali. Acha tuende mbele kidogo, tutarudi. Mungu alijua mwanadamu anaweza kuishi maisha matakatifu duniani. Ndio maana akamleta Yesu, akamtuma Yesu aje duniani. Ndio maana Golgotha ilikuwa duniani. Ndio maana Kalvari ni duniani, sio mbinguni, sio paradiso. Kwa nini? Kwa sababu wokovu ni duniani. Kwa nini mwanadamu anaweza kuishi maisha matakatifu duniani kabisa? Mwili huu sio adui yako. Mwili huu hauna dhambi ndani yake. Wewe ndio unauendesha vibaya. Tutaenda utaelewa. Naomba nisome hili neno. Haleluya sana. Nasoma hivi. Mstari wa 13 wa Korinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 13. Tuache wa 12 na hiyo mingine tuiache. Tusome utu kwa leo. Tutarudi baadaye wakati mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi, na katika jina la Yesu nasoma kama ilivyoandikwa. Vyakula ni kwa tumbo, na tumbo ni kwa vyakula. Haleluya. Tutarudi huko. Vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula. Lakini Mungu atavitowesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Kama unaelewa, tazama vizuri tunauelewe katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hapa, ungesema ni maneno ya Musa ndio alikuwa anaongea. Sikia neno la Bwana kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha Paulo. Anasema mwili si kwa zinaa, mwili si kwa dhambi, mwili si kwa ulevi, mwili si kwa sigara, mwili si kwa pombe, mwili si kwa bangi, mwili si kwa unga, mwili si kwa aina yote ile ya uharibifu. No, mwili wako ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa ajili ya huo mwili. Mwili huo ni wa Bwana, mwili huo ni wa kwake, kwa ajili yake. Sikia vizuri, ili Mungu afanye kazi yake yoyote duniani, anautegemea mwili wako. Hana mwili mwingine, anategemea mwili wa mwanadamu, ndio kazi yake ifanyike duniani. Ni kusema hivi, ukisema mwili umenishinda, ni kusema maisha yamenishinda. Ngoja niseme tena. Ukisema mwili umenishinda, ni kusema maisha yamenishinda. Ngoja niseme tena kwa mara nyingine. Nasema hivi, ukisema mwili umenishinda, ni kusema maisha yamenishinda, siwezi tena kuishi. Yesu asifiwe sana. Ndio, mwili unakushindaje? Mwili unakushindaje? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wetu unasogea kweli kweli. Na mimi natamani tungeendelea mbele kidogo. Acha tuongeze dakika kadhaa pale. Neno la Mungu linasema hivi, mwili ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa nini? Ni kwa mwili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ili ujue Mungu ameuthamini mwili wako ni hivi. Kabla huo mwili haujaumbwa, Mungu aliumba kwanza chakula. Kabla tumbo halijaumbwa, Mungu aliumba kwanza chakula. Kwa hiyo ni kusema hivi, Mungu alipoumba chakula, aliangalia akaona hakuna mtumiaji, akaamua kumuumba mwanadamu mwenye tumbo. Maana angeweza kumuumba mtu bila tumbo asiwe anakula.
na anaishi, asiwe anakula na anaishi. Alikuwa na uwezo huo, lakini Mungu aliumba mtu akampa tumbo. Kwa sababu gani? Chakula kipo tayari, nani atatumia? Ni kama kusema hivi, jamani, tumevuna mazao mengi, au huku tunazalisha sana mahindi, sasa tunafanyaje ili tuweze kuyatengeneza yawe na thamani? Tuanzishe, tufungue kiwanda cha nafaka, tufungue kiwanda cha nafaka ili iweje? Ili tuweze kutengeneza unga na mambo mengine yote na vyakula vya mifugo. Kwa nini? Kwa sababu kuna hiyo nafaka iko nyingi. Kwa sababu hiyo tutengeneze kiwanda. Kwa hiyo tumbo limetengenezwa, ndio maana halishibagi. Ni kwamba mtu anakinai tu na kusikia tumbo limejaa, lakini halishibagi. Baada ya muda fulani limerudia tena linataka. Baada ya masaa matatu linataka tena. Baada ya muda fulani linataka tena. Na hata hivyo niliwahi kutoa mfano mahali fulani, nikasema hivi, mwanadamu ale ugali wake hapo au chakula chake ashibe vizuri kabisa. Akishashiba chakula chote kile amekula akashiba, baadaye mletee chungwa kidogo. Yaani ameshamaliza kula, mletee chungwa. Atakwambia asili sana. Sasa nimeshiba, nakula kipande kimoja tu, lakini atakula. Baada hicho kipande kimoja, nenda mbele kidogo, akikaa kidogo tu, mletee soda, atakunywa. Ameenda mletee maji, anaweka. Baada ya kidogo mletee hata bubblegum, mpe anatafuna. Baada ya hapo mletee switi, atanyonya, atamumunya tu. Mpeleke pale tena kidogo, mpe tena katunda kidogo, atakula. Kwa nini? Tumbo ni kiwanda. This is just a factory, bro. Yes, a factory. Inafanyaga kazi ya kuchakata. Inachakata. Yaani kwamba inachofanyika ni kwamba mzigo uliotua hapo umekuwa mwingi, subiri tuchakate. Unachakatwa kidogo, unaingia mwingine. Tumbo ni kiwanda, haishibagi. Yesu asante sana. So mwili ni kwa ajili ya Mungu, naye Mungu ni kwa ajili ya huo mwili. Anautaka huo mwili, ana haja nao. Usije ukachukulia kwamba sijui ni, hapana. Mwili ni kwa ajili yake, na yeye ni kwa ajili ya huo mwili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwili ni wa kwake. So usije ukasema mwili umekushinda. Mwili wa mwanadamu, nisikilize vizuri, mwili wa mwanadamu haukuwekewa dhambi ndani yake hata kidogo, kwa kuwa aliyeumba ni mtakatifu sana, na mtakatifu hana ushirika na dhambi. Ukisoma kwenye Wagalatia sura ya nafikiri ni hii wa Korinto, kwa mahali anasema hivi, hapana shirika kati ya nini? Kati ya nuru na giza. Bwana Yesu asifiwe. Hapana shirika. Najaribu kuitafuta kwa haraka. Anasema hapana shirika kati ya nuru na giza. Haleluya sana. Naona siipati kwa haraka, lakini natamani tu ujue hivi. Biblia inasema hivi, hapana. Kwani kuna shirika gani kati ya nuru na nini? Na giza. Hapana shirika kati ya Kristo na nini? Na Beliari. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna huo ushirika. Hakuna ushirika kati ya nini? Kati ya dhambi, kati ya giza na nuru, hakuna. Tunaisoma wakati mwingine. Kwa hiyo Mungu alipoumba, aliumba kitakatifu sana, kisichokuwa na nini? Na dalili yoyote ile ya dhambi. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndiye aliyefinyanga mwili kwa kuwekea dhambi. Nimetaka sana uelewe ya kwamba ndani ya mwili hakuna dhambi. Ni kweli. Neno la Mungu linaeleza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 7. Yes, nafikiri ni sura ya 7 ndio anapozungumza mtumishi wa Mungu Paulo anasema, ole wangu mimi, nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Nataka kusema na wewe, watu wengi wao wanasomeaga hapo, wanaishia hapo kwamba mwili adui wa kwanza ni mwili au ni shetani, baadaye mwili. Nataka kusema na wewe kitu kimoja ujue. Malizia ile sura yote, mistari ya mwisho pale Paulo anasema, lakini ashukuriwe Mungu kwa Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo, maana yake kwa yeye ninashinda. Huo mwili ambao unaonekana ni wa mauti unabadilishwa. Ndio maana ule mwili ambao Paulo alikuwa anauchukia ndio huo uliotumika kupigwa na kupeleka Injili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huo mwili si wala haujawahi kuwa adui yako. Mwili sio adui. Mwili ni rafiki yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuja kuiangalia vizuri kesho. Acha kwa alfajiri ya leo twende tukapata nafasi ya kuomba Mungu. Lakini niguse hivi wakati tunapoingia kwenda kuomba Mungu, ya kwamba usikie hivi. Kinachosababisha mwili uwe hatari, uwe adui ni hiki. Mwili ukiwa nje ya Yesu, mwili ni zaidi ya kombora, bro.
Lakini mwili ukiwa ndani ya Yesu, hakuna kitu rafiki kama mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. So ndio maana Mungu ametuweka, anataka tuishi uweponi mwake majira yote. Shauku yetu iwe ni yeye. Nilisema hivi na nirudie, kumuonyesha au kuwa na shauku na Mungu, kumtafuta Mungu ni kumuonyesha jinsi alivyo wa thamani kuliko vyote, ni kumuonyesha thamani. Na ukimuonyesha thamani, lazima akupe hiyo neema ya kukaa ndani yake, akupe neema ya kukaa uweponi mwake. Na akikupa neema ya kukaa uweponi mwake, nataka kusema na wewe, in the presence of the Lord there is a divine provision. Kuna utoshelevu wa kimungu. Mungu anajua namna ile atakayohudumia wewe, namna atakupatia mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Na mtaona, narudia hivi, nisikie, ikiwa ninachokuambia na kudanganya, wacha damu yako iwe juu yangu. Ninakuambia ukweli, mwana wa Mungu, nakuambia ukweli, sikudanganyi. Fuata tu kile ninachokuambia, maana hutapotea, hutapata hasara duniani wala mbinguni. Hutapata hasara kwenye ulimwengu huu wala ule unaokuja. Hata siku ya hukumu utahukumiwa, hutapata hasara. Bwana atakupa neema katika jina la Yesu, maana na haja na watu wake. Ukozi Yesu asifiwe. Ukozi Yesu asifiwe. Nakuambia habari ya kweli, nimetumwa tu nikuambie. Mungu akupe neema hii. Anataka tukae uweponi mwake, tujae Roho Mtakatifu, tuishi kwa Roho Mtakatifu, tuishi ndani ya uwepo wake, tudumu humo katika jina la Yesu. Tuende mbele za Bwana tukaombe. Baba, katika jina la Yesu, alfajiri ya leo tunasema asante tena Jehova. Asante kwa pendo lako la pekee na la ajabu sana. Wewe ni Mungu, wewe ni Bwana, wewe ni mfalme wa utukufu. Bwana wangu, ninasema asante sana kwa sababu ya upendo wako mfalme. Bwana wangu na baba yangu, ninakushukuru sana Bwana kwa sababu ya alfajiri ya leo. Umetupa neema tena Bwana, umezungumza na sisi kipekee, Mungu wetu na baba yetu. Katika jina la Yesu nimekuja kwako mtakatifu Mungu wangu, nikikusihi Bwana wangu akamba Bwana, tumekuja tena alfajiri ya leo, tuna haja, tuna kiu na tunakuhitaji wewe. Wewe ndiwe hitaji la mioyo yetu Bwana mabwana. Baba, tunaomba neema yako mfalme Bwana ikawe tena juu yetu katika asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu wetu tunakuhitaji wewe sana katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba mpendwa, omba kabisa mbele za Bwana katika jina la Yesu. Mungu amekupa neema ya kuelewa ya kwamba mwili huu sio adui yako. Omba neema ya Mungu katika jina la Yesu. Bwana wangu na baba yangu, nimejua zaidi ya kwamba Bwana, mwili huu sio adui yangu. Huu mwili sio adui yangu, mwili huu ni rafiki Bwana, na huu mwili ni kwa ajili yako, na mwili huu ni kwa mali, ni kwa sababu yako Bwana, ni mali yako na ni faida yako baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, nimekuja mbele zako mtakatifu Bwana, mwamba nguvu Bwana wangu na kila kitu kwenye maisha yangu. Mfalme, ninakushukuru Bwana Yesu kwa sababu ya neema yako ya pekee Bwana, katika jina lenye nguvu, uweza, mamlaka na utukufu mwingi la Yesu Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu Jehova. Nimekuja kwako Bwana katika alfajiri ya leo Baba, nikiomba neema yako mtakatifu Mungu wangu na baba yangu Bwana, kwamba naitamalaki tena juu yetu na juu ya watoto wako Bwana, mahali popote walipo, haijalishi umbali waliopo. Yesu, ninakuomba neema yako haitamalaki juu yao katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Baba, naomba neema yako itamalaki juu yao katika jina lenye nguvu la Yesu mwokozi, mwamba na nguvu zetu Jehova. Baba, tunakuomba Bwana katika asubuhi ya leo, Mungu mtakatifu Bwana wangu na Baba, naomba neema yako Bwana itamalaki juu yetu katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, umeturuhusu tuyafahamu na kuyaelewa mambo haya, ni kwa makusudi yako Bwana, ni kwa nia yako, ni kwa mpango wako mwenyewe Baba, katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, mwamba na nguvu zetu Jehova. Bwana wangu na baba yangu, nimekuja kwako mtakatifu sana Bwana wangu na Baba, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu wangu na baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu mwokozi, ninakuomba Bwana kwamba Mungu mtakatifu Bwana wangu na baba yangu, katika jina lenye nguvu,
uweza, mamlaka na utukufu mwingi na Yesu Kristo aliye Bwana, Mwamba, Mwokozi na nguvu zetu. Ninaomba neema yako Bwana na iwe juu yetu tena alfajiri ya leo Mfalme. Bwana wangu, tunaomba Mungu wetu na Baba yetu, wewe uliyetutengeneza na kutuumba hivi tulivyo, Bwana wangu unajua, na kila mtu Bwana na kusudi ambalo umemuumbia hilo. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba neema yako na iwe juu yake, maana Bwana kwa namna gani atafanya mwenyewe, hawezi peke yake, anahitaji neema, anahitaji nguvu ya kumwezesha. Baba ninakuomba na kwamba Mungu mtakatifu Bwana wangu, naomba neema yako na iwe juu ya kila mtu katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Neema yako Bwana wangu na Baba yangu na iwe juu ya kila mtu, Mfalme wa utukufu, kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliyempendwa. Omba katika jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu Bwana ukatamalaki katika jina la Yesu. Baba, tunaomba neema yako Mfalme na iwe juu yetu Bwana mabwana, neema yako na iwe juu yetu in the name of Jesus. Bwana wangu na Baba yangu, ninakusihi sana Bwana ya kwamba mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu Bwana mabwana, Baba tunaomba neema yako Mfalme wa amani iwe juu yetu Bwana katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakusihi sana Mungu mtakatifu kwamba Bwana wangu ukatutokee katika jina lenye nguvu la Yesu. Tengeneza Bwana, umba kabisa jambo jipya ndani yetu Bwana mabwana, mahali ambako inawezekana watu Bwana tulitumia miili yetu vibaya. Yesu ninaomba Bwana, fanya matengenezo mapya alfajiri ya leo. Bwana wangu nakuomba, tengeneza tena Bwana, tengeneza Mfalme wa amani. Yesu tutengeneze Bwana, tuishi kwa ajili yako duniani Bwana, tukae kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Mpendwa, naendelea kuomba Bwana akupe neema ya kuishi kwa ajili yako, kwa faida yake, mwili wako kwa ajili yake, kwa faida yake, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu nakuomba, tupe neema Bwana, tuishi kwa ajili yako, tuishi kwa faida yako Mfalme, tuishi Bwana kwa utukufu wako. Baba tutengeneze Mungu wetu na Baba yetu katika jina la Yesu. Tupe Bwana kuishi kwa ajili yako, tengeneze Bwana mabwana, Baba tuwe faida yako duniani. Mungu mtakatifu nakuomba Bwana wangu, tutengeneze tuwe faida yako duniani, tuwe kwa ajili yako Bwana. Mungu mtakatifu Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Mungu mtakatifu Bwana, Bwana wangu na Baba yangu, tazama Bwana, tunakuomba, tunakusihi Bwana, utupe kuishi kwa ajili yako, miili Bwana ni kwa ajili yako na ni kwa faida yako Mungu mtakatifu Bwana. Baba naomba Mungu mtakatifu katupe kuishi kwa ajili yako. Baba tunakuomba sana kwamba ukatujaze kwa Roho Mtakatifu Bwana wangu. Baba tujaze kwa Roho wako aliye mtakatifu sana Bwana wangu. Tujaze Roho Mtakatifu, tukae ndani yake, akae ndani yetu. Yesu tukae ndani yako, na ukae ndani yetu. Yesu tutengeneze. Baba tupe kibali, tukae ndani yako, hata uweza wako uwe ndani yetu Bwana. Wala tusio watu wa kawaida. Yesu nakuomba Bwana, tusio watu wa kawaida Bwana wangu nakuomba, tusio watu wa kawaida, tukae watu tofauti, waliojaa neema, waliojaa nguvu yako ndani yao, kwa jina la Yesu. Bwana tupe kuishi kwa ajili yako. Roho wako Mtakatifu akatujaze, nguvu yako ikatufunike kama kivuli. Yesu tukae chini ya uwepo wako majira yote na masaa yote, wakati wote tuishi uweponi mwako, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Bwana nakuomba, tutengeneze Mfalme, unda kabisa kila mmoja, mwanaume na mwanamke, tengeneza kabisa kijana kwa mzee, mkubwa kwa mdogo. Yesu tengeneza, fanya matengenezo mapya kwa jina lenye nguvu la Yesu. Unda kabisa kitu kipya ndani yetu. Yesu tufanye upya, maana unaweza. Ulimfanya upya Sauli akawa Paulo, tufanye upya Bwana. Yesu tengeneza, tuishi kwa ajili yako, tuishi kwa faida yako, tujaze Roho Bwana wangu, kama ulivyosema Biblia yetu ni hekalu la Roho ambaye Bwana utaendelea kutupa, kuendelea kuangalia. Tunakuomba neema yako Yesu, tunakusihi Roho wako Mtakatifu ndani yetu Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninaomba rakarabo yekabo shakaraba. Haleluya. Jehova tunaomba neema yako, Roho wako na utawale maisha yetu. Tunakiuna wewe, tunakuhitaji wewe. Kaa nasi, kaa nasi, kaa nasi Bwana, maana ni wewe tu Bwana, ni wewe tu tegemeo. Umebaki wewe, hatuna tegemeo jingine, hatuna mwingine wa kumtaka, hatuna mwingine wa kumhitaji, wala tumebaki kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Bwana tunakuomba, jaza kabisa utukufu wako na utufunike. Tembea nasi, tembea nasi kwa jina la Yesu Kristo. Aiga akuonesha huko, Mungu wa milele, Mungu mtakatifu, ukatie mahali patakatifu Bwana. Baba tuna haja na wewe fajiri ya leo Bwana, tumekuja kwako takatifu. Mungu wetu nakuomba,
Afadhali tena Mfalme. Bwana Yesu, tuko hapa bure. Yesu, tunaomba neema yako. Bwana, tunaomba neema yako. Tunaomba neema yako Mfalme. Tunaomba neema yako Bwana. Tunaomba neema yako Mtakatifu Mungu wetu. Tunaomba neema yako Bwana. Neema yako Mungu. Tunaomba ujazo wa Roho wako ndani yetu kwa viwango vya juu. Akamanda. Yesu. Ujazo kwa viwango vya juu. Viwango vya kumiminika. Viwango vya kuogelea. Viwango vya juu. Katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana wangu na Baba yangu, yale maji uliyoahidi yatatoka patakatifu. Yesu, tunaomba Roho wako Mtakatifu baraka tujaze. Asubuhi ya leo Mfalme, Bwana, wanaume kwa wanawake, tunakuhitaji wewe. Tuna haja na wewe Mungu mwenye haki. Tuna haja na wewe Mungu mwenye mamlaka. Mungu ketie patakatifu sana. Baba, tuna kiu na wewe. Tunaomba neema yako Mtakatifu Mungu wetu na iwe juu yetu. Roho wa Bwana, tunakuomba hata utujaze tena asubuhi ya leo. Baba, tunaomba tusiwe watu wa kawaida katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Watoto wako Bwana ambao wanakulilia maeneo mbalimbali, Yesu, wasiwe watu wa kawaida katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Wasiwe watu wa kawaida, wakawa watu wa tofauti, waliojaa neema yako Mfalme, waliojaa utukufu wako, watu ambao Bwana wanatembea ndani ya utukufu wako, watu ambao wanatembea ndani ya neema yako, ndani ya uweza wako na nguvu zako, watu ambao nguvu zako ziko dhahiri ndani yao. Bwana wangu, wasio watu wa kawaida. Yesu, nakuomba Bwana, inue kile kizazi ulichokikusudia, kiinue kile kizazi ambacho umepanga mwenyewe, kizazi cha wakutafuta, kizazi cha wanaokutaka, kizazi cha wenye kiu na wewe, kizazi cha wenye haja na wewe, katika jina la Yesu. Hitaji letu ni wewe Yesu. Asubuhi ya leo Bwana, tunakuonea shauku. Hitaji letu ni wewe Bwana. Hitaji letu ni wewe Bwana. Mungu mtakatifu, uketie patakatifu Bwana. Wewe ndiwe hitaji letu Mfalme. Wewe ndiwe hitaji letu Bwana wangu. Wewe ndiwe ambaye tunakuhitaji kabisa. Katika jina la Yesu, tuna haja na wewe Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza, Mungu mtakatifu sana, Mungu uliyejawa na utukufu. Bwana wangu, tuna haja na wewe katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, mwamba na nguvu zetu Jehova, katika alfajiri ya leo Baba, tunakuonea shauku Baba, tuna haja na wewe kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana, tunakuomba ukatamalaki sasa, tamalaki kwenye maisha yetu, mtu mmoja mmoja, tamalaki Bwana kwa mtu mmoja mmoja kwa jina la Yesu. Mahali alipo Roho wako Mtakatifu na achukue mamlaka, na achukue nafasi, na atawale maisha yake. Roho Mtakatifu na atawale maisha ya watu wako. Tawala Bwana, tawala asubuhi ya leo na kuendelea kwa jina la Yesu aliye hai. Na kuomba Bwana Roho Mtakatifu, tawala maisha ya vijana, maisha ya wanaume na wanawake katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, na kuomba Yesu ukaseme na kila mtu katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Yesu, tunakuhitaji wewe Baba, tunaomba neema yako kwa jina la Yesu aliye hai. Roho wa Bwana, tunakuomba. Roho wa Bwana, tunakuhitaji wewe katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Bwana, mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu, tunaomba neema yako, tunaomba Bwana uweza wako na uwe ndani ya kila mmoja. Yesu, fanya matengenezo mapya, inua kizazi ulichokikusudia, inua Bwana kizazi ulichokikusudia katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, mwamba na nguvu zetu Jehova, tunaomba neema yako Jehova, tunaomba neema yako Bwana katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi wetu na Baba yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tuna haja na wewe Baba, tunakuhitaji wewe kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwamba na nguvu zetu. Baba, tunakuomba, tunakuonea shauku asubuhi ya leo, katika siku ya leo Bwana, tumekutembea ndani ya uwepo wako, tumekutembea ndani ya utukufu wako Bwana, majira yote na muda wote wa mchana wa leo. Yesu, tumekutembea ndani ya utukufu wako, ndani ya uwepo wako. Kila saa Bwana, tusikie bubujiko la Roho Mtakatifu ndani yetu, tusikie bubujiko la Roho ndani yetu Bwana. Baba, tukusikie ukizungumza nasi, tuisikie sauti yako, tukusikie Bwana kwa jina la Yesu. Bwana, sauti yako inaganga, sauti yako inaponya, sauti yako inahuisha, sauti yako Bwana inafungua, sauti yako inainua, sauti yako inabadilisha. Yesu, tunakuomba Bwana, kama ambavyo Sauli alisikia sauti yako uliposema naye akaanguka chini akawa kipofu alipoisikia sauti Bwana, hapo ndipo alipobadilikia. Hatumuoni Sauli muuaji, tunamuona Paulo mtume kwa jina la Yesu aliye hai. Maana Bwana, sauti yako inaganga, sauti yako inageuza, sauti yako inabadilisha kwa jina
jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, tutasema nini zaidi ya kwamba tunakiuna wewe, tunakuhitaji wewe alfajiri ya leo na mchana wa leo na maisha yetu yote. Tembea nasi Bwana Yesu, tusio watu wa kawaida, acha tu watu wanaotembea ndani ya utukufu wako kipekee, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, ninakuomba katika jina lenye nguvu la Yesu, Baba, ukatuonekanie. Yesu, ukadhihirike. Wako watoto wako mbalimbali mahali walipo wanapoomba, wengine wako ndani ya vyumba vyao vya kulala. Roho wa Bwana nakuomba, tamalaki kwenye vile vyumba, tamalaki Bwana kule kwa jina la Yesu, tamalaki kwenye vile vyumba kwa mamlaka yenye nguvu ya jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, ninakusihi Mungu mtakatifu, Bwana wangu nakuomba Baba, ukaguse, tamalaki huko, tamalaki Bwana katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, mwamba na nguvu zetu, Jehova, ninakuomba ya kwamba Bwana wangu na Baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu, Bwana wangu nakuomba ukatamalaki. Bwana wangu nakuomba ukatembee, ukatende Bwana Yesu katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu, tamalaki kwenye hivyo vyumba. Roho wako Mtakatifu akawajaze mahali walipo, wakapokee nguvu. Aliyekuwa amevunjika moyo, Bwana ukamuinue tena asubuhi ya leo. Aliyekuwa amekata tamaa, inue Bwana moyo wake tena alfajiri ya leo. Aliyekuwa amechoka, mwinue tena Bwana. Baba, akatiwe nguvu huyo mtu, akasonge mbele kwa jina la Yesu, hata kama alifika mahali kwa maana atakujiua. Roho Bwana kuomba, inua tena mfalme, inua tena Bwana, mwinue tena mfalme kwa jina la Yesu. Amsha tena moyo wake, akaendelee mbele kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Baba, ninaomba uweza wako na uwe dhahiri ndani yake kwa namna ya pekee kwa jina la Yesu. Mahitaji mbalimbali walionayo Bwana watoto wako wanaendelea kuomba alfajiri ya leo, Yesu tunakuomba watokee. Wako ambao wamenunua viwanja hawajajenga bado, wanahitaji kujenga, wape neema ya kujenga, wape Bwana neema ya kujenga, wape nguvu, wape namna, wafanyie njia kwa jina la Yesu. Wengine hawana viwanja wanavihitaji, Yesu nakuomba watokee, wapatie namna, wape njia Bwana, wapatie viwanja kwa jina la Yesu aliye hai. Wengine Bwana wanahitaji kuolewa, Yesu tunakuomba Bwana ukawapatie waume, wape mume, ila anahitaji mpe mume huyo dada kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Bwana kuomba, tokea kwake, tokea kwake kwa jina la Yesu. Wengine hawana watoto, Yesu wanakulilia, wanakuhitaji wewe, wewe unaweza kufungua hiyo tumbo. Ami naomba kwa jina la Yesu aliye hai, mtu wa namna hiyo mahali alipo, naomba hiyo tumbo lifunguke kwa jina la Yesu. Yesu nakuomba, fungua hiyo tumbo lifunguke, akapate mtoto kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Bwana kuomba, mtokee, mtokee, tokee kwa jina la Yesu. Pepo aliyekamata ile tumbo, toka, achia hiyo roho ya nyoka, toka kwa jina la Yesu. Alipika, una mamlaka. Baba nakuomba ukawatetea watoto wako. Wengine Bwana ni mambo ya uchumi, Yesu nakuomba bariki kazi zao, bariki kazi mikono yao, wanaofanya biashara wape kibali, wape lugha nzuri, wape fursa, wape kuziona fursa Bwana Yesu, kawape neema ya kuelewa kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Wakawape kufanya vile inavyotakiwa katika jina la Yesu, ukawape kufanya vizuri Bwana katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, mwamba na nguvu zetu, Jehova nakuomba ukadhihirike kwao. Baba, watokee, watokee Bwana wenye kuhitaji Bwana mahitaji ya kiafya, wako wanaumwa, Yesu naomba nyosha mkono wako. Wenye shida ya magoti, gusa kwa jina la Yesu, gusa kwa jina la Yesu, gusa ya mifupa ikaponywe, gusa ya mishipa ikaponywe. Wenye shida ya paralysis, Yesu wainue mahali walipo. Roho Mtakatifu tembea ndani ya mimi kuanzia utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu, ponya hiyo mishipa fahamu, ponya hizo neva kwa jina la Yesu Kristo, ponya hizo neva kwa jina la Yesu, wakaponya hizo neva kwa jina la Yesu, wakapokea uzima, wakainuke tena, wakaendelee mbele, wakaendelea kukutumikia kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Bwana kuomba kama ya kimaisha watoto wako, Yesu kadhihirike kipekee kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Bwana kuomba ukagange mioyo ya watu wako, Yesu nakuomba fariji Bwana, rekebisha kwa jina la Yesu, ponya hizo ndoa, ponya Bwana, ponya kwa jina la Yesu. Yesu nakuomba ukadhihirike katika jina la Yesu. Baba ninakutukuza, Baba ninakuinua, wakumbuka watoto wako Bwana asubuhi ya leo ikiwa ni tarehe 2 ya Disemba. Yesu naomba neema yako na iwe juu yao. Tembea na wawe Bwana kwenye kila eneo la maisha yao na kila mahali wanakokwenda kwa ajili ya shughuli zao. Roho Mtakatifu Bwana kuomba tamalaki juu yao. Wale ambao wako na vita ofisini kwao, kwa jina la Yesu naomba ukawashindie hizo vita. Baba, simama mwenyewe ukawatetee kwa utukufu wa jina lako. Baba yangu ninakuomba sana kwamba ukawatokee na kuwaonekania. Yesu ukawashindie kila namna ya vita na kila namna ya mashambulizi juu yao katika jina la Yesu.
Baba, asante kwa sababu tuko pamoja na watu wako. For the glory of the name of our Lord and Savior Jesus, our Redeemer, we thank you for this time. In the name of Jesus, we pray and we believe in that name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi alfajiri ya leo nikupe hongera kwa ambayo tumekuwa pamoja. Mungu akubariki sana. Yesu akubariki. Kila kitu kiko na makusudi, sio bure. Sio bure. Ikiwa umeungana nasi kwa njia ya mtandao wala hujatumia bando lako bure, hapana. Yesu atakutokea, utaona, utahakikisha. Amin nakuambia, hakuna ulichopoteza katika jina la Yesu. Tunataka ujue jambo hili, kwamba Bwana atakutetea, Bwana atakuonekania katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Bwana akuongeze unavyoenda kazini kwako. Yesu akulinde, Yesu akutunze. Uwe salama mikononi mwake. Ulindwe kabisa na Kristo. Mbingu zikuhudumie kwa jina lenye nguvu la Yesu. Baba akubariki sana. Endelea kuonekaniwa, endelea kutokewa na Kristo. Baba akutetee. In the name of Jesus. Amen and amen. Wewe sio wa kawaida. Umebarikiwa. Amen.